wa Ngariba na Kawemba. Hapo kabla Ngariba naye pia alikuwa ni Mkristo. Ngariba ni mwanafunzi wangu mimi katika kumsomesha Qur'an. Hawa watu ndio ambao waliofanya kazi kubwa sana chini ya mwenyekiti wa Sheikh Abubakar Juma Mwilima, na walizunguka nchi nzima hii kwa ajili ya kutangaza Uislamu, umoja wa Mwenyezi Mungu, na kukataa kama vinavyokataa vitabu ya Mwenyezi Mungu kwamba Bwana Yesu hakuwa na hakupata kuwa Mungu, bali alikuwa ni mmoja katika manabii wakubwa waliokuja na vitabu walivyotumwa na Mwenyezi Mungu kuwapelekea ama kutuletea wanadamu. Kazi yao hii imekuwa ni kubwa sana. Kwa mfano, kule Kongo mahala panapoitwa Ubende, marehemu Ngariba Musa Fungi alikwenda kule, alisilimisha kijiji kizima, kijiji chote, wake kwa waume, vijana kwa wazee, wote wakageuka kuwa Waislamu na kanisa lao likageuka kuwa ni msikiti. Kazi hii alifanya marehemu Ngariba. Miaka ya 83 mwishoni tulianzisha darasa pale Kariakoo, mahala ambapo ipo ofisi ya mkoa ya Pakwata. Darasa lile lilikuwa na mwenyekiti akiitwa Saidi Watuta pamoja na Kakaya, walimu akiwa ni Sheikh Othman Nakata, akiwa Saleh Ngoi, mimi mwenyewe, akiwemo Sheikh Muhidini Ileo Nyange, na baadaye akaja kajiunga nasi Sheikh Ali Saleh. Katengeneza kundi kubwa sana pale la watu ambao hadi hii leo shughuli hii inaendelea kila pahala Tanzania nzima. Watu wanafanya kazi na Waislamu wanakuja makundi kwa makundi. Hizi zote ni kazi za watu hawa. Mwenyezi Mungu awarehemu na wape makazi yaliyokuwa mema peponi. Nilisema hili kwa kifupi tu kwa sababu ya muda, lakini tutalieleza kwa urefu na katika sehemu mbalimbali kwenye channel yetu ya YouTube inaitwa Mizani Online TV. Ukienda kwenye YouTube andika Mizani Online TV, utapata haya yote tunayosema kwa ukamilifu. Lakini niende kwenye jambo la pili. Kumekuwa na vita vikubwa sana kati ya wananchi wenyewe kwa wenyewe, na hivi ni vita vya kidini. Wakati alipoingia madarakani mzee wetu Sheikh Ali Hassan Mwinyi, pale ndipo ilipoanza kudhihirika namna ambayo watu wa upande wa pili walivyokuwa na chuki kubwa sana dhidi ya Waislamu. Mzee Ali Hassan Mwinyi ilifika kipindi akawa akizomewa kwamba ni mdini, analeta watu kutoka Zanzibar, anawapa madaraka katika serikali, na kwamba nia na shabaha yake ilikuwa ni kuisilimisha Tanzania. Mzee Ali Hassan Mwinyi aliundiwa kundi la wabunge karibu 50. Wabunge hawa walikuwa wanafanya propaganda za kutaka kumimpeach. Kuimpeach maana yake ni wabunge kukaa katika bunge na kupiga kura ya kutokuwa na imani.
kutokuwa na imani na uongozi wa Rais Ali Hassan Mwinyi, chuki ikiwa ni Uislamu. Mzee Ali Hassan Mwinyi ni kipindi chake, ni hadhara ilikuwa imepamba moto, alijikuta yeye hakuianzisha, lakini iliambiwa kwamba yeye ndiye aliyekuwa mdhamini wa ile mhadhara na ndiye amewasapoti wale walikuwa tukiitwa sisi Waislamu wenye siasa kali. Tulikuja baadaye kwa sauti za makanisa, na tunayo maandishi, tunayo matoleo yao, wakaandika mambo mbalimbali. Moja ni kwamba tumetumwa, moja ni kwamba tumetumwa sisi na Waarabu kutoka nchi za Kiarabu kuja kuvuruga amani na utulivu wa nchi. Mwisho wa siku tukafunguliwa mashtaka kwamba tumekwenda kuvunja mabucha ya nyama za nguruwe na kuiba mizani na mapanga ya kukatia nyama za nguruwe. Tulikwenda mahakamani, mnashtakiwa kwa kosa la kuvunja mabucha ya nguruwe, kuiba nyama za nguruwe na mizani na visu vya kukatia nyama za nguruwe. Tumekaa jela huko. Mwisho wa siku baadhi yetu tukaachiwa. Mazinge ambayo hadi sasa anaendelea na shughuli hizo, alifungwa, kama nitakuwa sikusahau, alifungwa miaka 4. Mazinge alikuwa ni mhanga wa jambo hilo. Lakini vile vile kukawa na kampeni ya kumtaka Rais Ali Hassan Mwinyi aondoke katika mamlaka, na kwamba gharama yake wabunge walijitokeza kutaka muungano wa Tanzania na Zanzibar, Tanganyika na Zanzibar ufe. Mwalimu Nyerere alitoka Butiama akaja Msasani, akawaita wabunge hawa mmoja baada ya mmoja, akizungumza nao. Fitina hiyo ikawa imekufa hivyo. Nalitoa hilo kwa muhtasari, na nina maelezo mengi nitakuja nitayatoa na nitatoa vielelezo vyake kwenye TV. Lakini la mwisho, kila alipoingia madarakani Muislamu, akiwa rais Muislamu, basi inakuwa ni shabaha halali ya watu wa dini ya pili kumpiga vita yule, ili aonekane kuwa hawezi na hafai uongozi. Nitoe mfano mchache. Wakati wa utawala wa awamu ya 4 ya Rais mstaafu Jakaya Kikwete, baadhi ya makanisa waliwataka waumini wao wakalale makanisani usiku wa kuamkia kupiga kura, ili wawe na hakika kwamba wanampigia kura za kumkataa Kikwete, kwa kuhofia kwamba labda wakienda nyumbani wanaweza kwenda ukapata mawazo tofauti wakabadilika. Kwa hiyo wakalala makanisani, asubuhi wanaamkia kwenye vituo vya kupigia kura kwa lengo la kumuondoa Kikwete madarakani. Lakini la mwisho, fitina kama hiyo imemjia rais aliyoko madarakani sasa, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye amekutana na fitina nyingi sana. Fitina ya kwanza ni pale serikali ilipoingia mkataba na kampuni inayoendesha kitengo cha makontena kule bandarini. Kampuni ile inaitwa DP World. Kampuni haiitwi jina la kampuni. Anasema Samia ameuza bandari zetu kwa Waarabu. Napozungumza neno hilo, haikusudiwi kwamba Waarabu wana mataifa. Ukienda kwenye OIC, Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu, yako takriban 57. Unaposema Waarabu wameuziwa bandari,
mataifa yote 57 yamekuja kuendesha bandari. Hawasemi kuwa ni kampuni ya uendeshaji bandari, la, wanasema Waarabu.